Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Dominika ya leo, ambayo ni tarehe 1 mwezi wa 6 2025, Dominika ya 7 ya Pasaka. Masomo ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5 aya ya 50 sura ya 7 aya 55 hadi ya 60a. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo, sura ya 22 aya ya 12 hadi ya 14 na aya ya 16 hadi ya 17, na somo la Injili linatoka katika kitabu cha Mwinjili Yohane, sura ya 17 aya ya 20 hadi ya 26. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mwinjili Yohane, sura ya 17 aya ya 20 hadi ya 26. Maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake akielekea mbinguni akasema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wote wawe na umoja kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao, nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wa Mungu ulionipa. Kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ile pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, somo la Injili tulilolisikia hivi punde ni sehemu ya maombi ya Yesu yanayojulikana kama maombi ya kuhani mkuu. Katika somo hili la Injili, Yesu anamuomba Baba si tu kwa ajili ya wanafunzi wake wa wakati huo, bali pia kwa ajili ya wote watakaomwamini kupitia ujumbe wao. Hii inawahusisha Wakristo wa vizazi vyote hadi sasa. Katika somo hili la Injili tunapata tafakari yetu kwa kuigawanya Injili hii katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuanzia sura ya 17 aya 21 hadi ya 23, ambapo tunapata wazo kuu la kwamba ni umoja wa waamini. Katika sehemu hii Yesu anaomba kwamba waamini wote wawe wamoja kama yeye alivyo mmoja na Baba. Umoja huu si wa kijuujuu, bali ni wa kiroho na wa ndani sana, unaotokana na kushiriki maisha ya Mungu kupitia Kristo. Umoja huu unakuwa ushuhuda kwa dunia kwamba Mungu alimpeleka Yesu na kwamba upendo wa Mungu uko ndani ya waamini. Wapendwa katika Kristo, katika sehemu hii tujiulize, je, maisha yetu yanadhihirisha umoja huu wa Wakristo wenzetu, umoja huu na Wakristo wenzetu na binadamu kwa ujumla bila kujali tofauti zetu? Sehemu ya pili inahusisha aya ya 24 hadi ya 26, ambapo tunapata wazo la upendo wa Mungu na uwepo na utukufu wa Yesu. Yesu anatamani waamini wawe pamoja nawe, wauone utukufu wake na waelewe upendo wa Baba uliokuwa naye tangu milele. Hili linaonyesha shauku ya Yesu ya kuwa na ushirika wa karibu na waamini wake hata baada ya maisha haya. Utukufu wa Yesu unaweza kuelezwa kwa njia tatu. Mosi,
Utukufu wa Yesu katika msalaba mtakatifu. Yesu anatukuzwa katika msalaba. Hivyo basi sisi kama waamini wake tunatakiwa tuone fahari kuteseka kwa ajili ya Yesu na tusichukulie msalaba kama adhabu. Pili, utukufu wa Yesu katika utii kwa mapenzi ya Mungu Baba. Yesu alitenda mapenzi ya Mungu kwa utii mkamilifu na ndiyo maana alitukuzwa. Tunaalikwa pia kuwa tayari na watii kutekeleza yale tunayoagizwa na Mungu. Tatu, utukufu wa Yesu katika uhusiano wake wa kipekee na Mungu Baba. Yesu alikuwa na uhusiano wa kipekee na Mungu na hilo lilidhihirika katika mwenendo mzima wa maisha yake. Wapendwa katika Kristo, tunaalikwa tuwe na uhusiano wa kipekee na Mungu kiasi cha kuakisi taswira ya Mungu pale wengine watuonapo. Hapa wapendwa, tunapaswa kujiuliza, je, tunatamani kuwa karibu na Yesu na kuufurahia utukufu wake? Je, pia ni kwa kiasi gani tunaelewa upendo wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Wapendwa katika Kristo, basi sehemu ya tatu ya tafakari hii ni ile ambayo inapatikana katika aya ya 20, ambapo tunapata wazo la Yesu kutuombea sisi leo. Ni jambo la kutia moyo kufahamu kwamba Yesu alituweka akilini hata waamini wote na sio tu wa kipindi chake. Hili linaonyesha kwamba imani yetu ni sehemu ya mpango wa Mungu wa milele. Wapendwa katika Kristo, somo hili la Injili linatufundisha kuhusu upendo wa Mungu, umuhimu na umoja wa waamini na wito wa kuwa na uhusiano wa kina na Yesu. Tunaalikwa kuishi maisha yanayodhihirisha umoja na upendo huu ili ulimwengu uone na kuamini. Tuzidi kuombea umoja wa Wakristo wote bila kujali utofauti wa madhehebu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Edward Shirima wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyopo Jimbo Kuu Katoliki Tabora.